Naam, karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba tunarejea na mjadala komavu hapa katika studio za TV47. Tayari wageni wameshafika. Ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Njeri Kahiga, ambaye ni kiongozi wa vijana katika chama cha DCP, na upande wa mwisho kule ni Innocent Paluget ambaye ni mtaalamu wa uongozi na masuala ya maendeleo. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Na nikianza nawe Njeri Kahiga, eneo bunge la Olkalau siku ya kesho itakuwa inaelekea katika uchaguzi mdogo na kumekuwa na kivumbi hatari sana. Ningependa kufahamu mtazamo wako kuhusiana na uchaguzi huu mdogo na utakuwa unamaanisha nini kwa chama cha DCP? Kwanza kabisa ni shukuru TV47 kwa mwaliko huu kwa kusikiza vijana, jambo ambalo serikali ya Kenya Kwanza imeshindwa, na niseme ya kwamba pale Olkalau mambo imekuwa for the last 90 days imekuwa kila upande ukifanya siasa. Na mimi kama mtu ambaye anawania kiti cha Women Rep Nyandarua County nimekuwa pale kwa ground for the last 2 months, na tumefanya siasa ambayo naamini imekuwa siasa ya amani, imekuwa siasa ya kuongelesha mpiga kura, kumpea mjadala wa kwamba sisi kama watu wa DCP tuna mawazo yapi kuhusu hii miezi 8 imebaki ya uongozi wa ubunge wa Olkalau. Lakini tumekumbana na hali ya changamoto kwa sababu serikali imekuwa very unpopular pale Olkalau. Kwa hivyo wamekuwa wakijaribu kuforce their way into the people. Wamekuwa wakileta all sorts of goodies kwa mwananchi wa Olkalau. Na sisi kama watu wa Nyandarua tunasema ni vizuri wameleta, kwa sababu ile ni mali yetu. Ingawa vitu kama godoro, blanketi ni vitu ambavyo we cannot even audit the things they've brought. Kwa procurement tunasema those are illegalities. Lakini tusipochukua wengine watachukua. Kwa hivyo ilikuwa wakati wa watu wa Olkalau, kwa sababu pia watu wa Malava walikuwa na wakati wao, watu wa Mbere walikuwa na wakati wao. Hivi sasa imekuwa ni wakati wa Olkalau. Jambo la kusikitisha ni ya kwamba walipoona ya kwamba watu wanakula pesa yao, wanachukua kila kitu, lakini bado wanawaambia ni one term. Sasa wamefika point ya kufanya violence. Na tunapoongea hivi sasa leo katika ward ambayo inaitwa Mirangine. Mirangine iko karibu na Bahati constituency Nakuru. Kumekuwa na violence. Watu 3 wamejeruhiwa tayari, na hawa polisi wanadili na raia kana kwamba ni majambazi. Na I think wanafanya hivi ndio kufanya voter suppression ya kesho, lakini tunaomba wakazi wa Olkalau wasinunue uoga. Kesho wajitokeze wapige kura. Ile tu silaha tumebakisha sisi kama Wakenya ni kura yetu, ambayo itakuwa na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza imeonyeshwa kivumbi. Jambo la pili ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza inajua vizuri sana ata free and fair ballot hawawezi wakapata kura. Kwa hivyo wanatumai kutumia polisi. Umeona ile jeshi imeteremshwa pale ya polisi 1,000 is quite unnecessary. Number 2, we've never seen this in other by-election. Unajua kusema polisi 1,000 na vituo ambavyo viko pale ni vichache sana, ni kumaanisha kila kituo polisi 10 na kitu. Na wale ni wale wako na uniform. Hatujaongea kuhusu plain clothes. Kwa hivyo mimi nahisi ya kwamba serikali inajua ya kwamba wananchi wa Olkalau wanajua kile wanataka, but they are going to use the monopoly of violence, which is very wrong. It's an illegality of the by-election of any of the code of conduct ya election. Na jambo la pili, serikali imelea kitoto ambacho sijui tutakifanya vipi, kwa sababu hii mambo ya gunism, kama unaweza ukamlipa mtu akarusha mawe, kesho mwingine atamlipa akurushie mawe. Na tunapoelekea katika uchaguzi itakuwa very dangerous, because sio serikali tu iko na pesa ya kulipa goons. Itafika wakati ambapo kila mtu anayesimama kiti, for your own security you need your own goons, which is so wrong. Hatufai kufikisha Kenya hapo. Naam. Hapo awali umetaja kwamba watu 3 tayari wamejeruhiwa. Kuna ushahidi, uko na hiyo verified facts katika because I am very sure that news zenyu za kesho asubuhi ama kwa magazeti wataandika asubuhi. Ukiangalia wale viongozi wetu wa pale mashinani, unajua we are getting it live from the mashinani people. Jambo ambalo tunaweza kuonesha hapa, tunaandikiwa message na wale watu wanatuambia Njeri watu 3 already washaumia, na ni jambo ambalo risha ripotiwa pale. Na natumai news zenyu za saa 3 maybe itakuwa na hiyo information, because you see violence ambayo inafanyika pale wanafanya na magari ambayo hayana number plate. Kwa hivyo ile gari hata ukilipiga picha
you will not be able to trace down the people because hazina registration numbers. Jambo la pili, wale watu ambao wanathurumiwa, unajua when you start violence at nightfall ni kumaanisha ya kwamba ushajua wewe mwenyewe usha lose. Lakini nataka kuambia wakazi wa Olkalao msiwe na hofu. Serikali inajua ya kwamba hawana kura Olkalao na ndiposa wanafikiria kutumia violence itawasaidia, lakini sisi kama wanachama wa DCP tumejipanga, tuko na Wakenya, tuko na wapiga kura wa Olkalao. Kesho ni sisi na wao, tutawaonesha kivumbi, na natumai ya kwamba Friday morning ama the next show ambao mtanialika, najua tutakuwa tukizungumzia vile ambavyo serikali ya Kenya Kwanza ilionyeshwa kivumbi pale Olkalao. Naam. Yeah. Kuna hili swala la iwapo chama cha DCP itashinda katika uchaguzi huu wa Olkalao. Sababu chama cha DCP ni chama ambayo imeonyesha ubabe wake na nguvu katika kupata baadhi ya wabunge na wawakilishi wadi katika chaguzi zilizopita. Je, hii itaashiria nini kuelekea mwaka 2027? Kwanza kabisa unajua kwa historia tulio nayo ya the previous regime, by elections za Rorie, that was an MCA, na ile ya Kawanjiko Kiambaa, ziliset pace ya siasa 2022. Lakini kumbuka ule ulikuwa muhula wa pili wa Rais Uhuru Kenyatta. Ni tofauti sana na muhula wa kwanza wa president yoyote. Kwa sababu this is the first regime ambayo watu wanasema huyu jamaa lazima aende nyumbani. It is the first regime that has had so much hostility from everybody, from all corners. Kwa hivyo siasa ya by election ambavyo tumeona, chama cha DCP already kiko na MCAs watatu, ule wa Narok, wa Nairobi na ule wa Kakamega, na tunatumai ya kwamba tutapata mbunge wetu wa kwanza kesho. Jambo ambalo najua sisi kama chama cha DCP, for a new party that is literally 1 year 2 months old, tumejitahidi sana ya kwamba tumevishinda vyama ambavyo vimekuwa hata kwenye serikali. Umeona uchaguzi ambao unaenda unapata vyama vingine ambavyo vimekuwa kwa serikali hata viko namba 2, 3, labda namba 4 na 5. So mimi najua sisi kama DCP tunatarajia kwamba tutapata mjumbe wetu wa kwanza kesho, na kutoka hapo yale mipango itafanywa na chama ni kuhakikisha ya kwamba serikali ijayo next regime, majority of bunge ni ya DCP. Tukienda kwa county governments tunapata pia majority ni ya DCP, kwa sababu mimi nina uhakika ya kwamba tumejipanga, na mimi mwenyewe kama anayewania kiti cha Women Rep Nyandarua County, nina uhakika ya kwamba watu wa Nyandarua wametuambia chama chao ni chama cha DCP. Kwa hivyo kesho mimi najua watu watajitokeza kwa wingi, na niambie serikali ya Kenya Kwanza, hakuna kitu ambacho kitakubalishwa ndani ya polling station ambacho si cha kawaida, ambacho si halali. Kwa hivyo wafunganye virago, warudi Nairobi, wajitayarishe kudili na Faruk na president wao, wawapatie accountability ya zile mamilioni ya pesa wamepatiwa. Ulisikia mbunge wa pale Nakuru East akisema ya kwamba per day they are spending 1.2 million. Hiyo ni pesa, hebu nieleze 1.2 million mtu mmoja individually. Wako wabunge karibu 30, wako CSS karibu 10 na kitu. So ni kumaanisha kwamba tuko na, I'm really waiting kuona ile auditor report yenye itafanywa after this. Kwa sababu nina uhakika ya kwamba pesa mingi ya serikali imetumika vibaya, na ni vibaya sana ya kwamba saa hizi kila Mkenya anaomba ati mbunge wake aondoke kwenye kiti, a resign atili maendeleo yafikie kwake. Naam. Shikilia hapo. Asante sana kwa kauli hiyo nzito ambayo umetoa Njeri. Kwako Innocent Paluget, kuhusiana na chaguzi hizi, mtazamo wako ni upi kuhusiana na chama cha DCP na uchaguzi huu utaashiria nini kusonga mbele? Nafikiri kwanza asante sana kwa mwaliko. Naam. Ya pili, Mswahili anasema kwamba ukisikia kwamba ile drums zimepigwa ujue kwamba kuna jambo. Na nafikiri hii race ya Olkalao inatupatia a very clear picture of what will happen in the next general elections. Na I think kulingana na vile unasikia dada yetu, it is quite an emotive thing, ni emotional kwa mara nyingi kwa upande mwingine, kwa upande mwingine iko jinsi ilivyo. Na ya kwanza nataka nishukuru IBC kwa sababu IBC wameorganize the elections, wameleta materials, RO au watu wote wameweza kufika pale.
na nafikiri ndio maana unaona kwamba kuna zile heavy police presence kwa sababu it is quite an emotional by election. Unajua watu wa DCP mara nyingi wamekuwa wakishindwa kwa zile by elections zingine mwaso kwa hii ya ujumbe. Lakini tukiangalia chama cha DCP na chama cha Jubilee, ukiona vyama vingine DCP imejitahidi sana. Ukiona DCP ndio imejitahidi, lakini nafikiri wangefaa kuwa walishapata kiti moja at least ya ubunge. Na nafikiri wamekuwa wakisukuma sana kwa nguvu sana. Na hata hii pressure yote ambayo unaona Olkalau hailetwi na serikali, inaletwa na wale wanachama wa DCP ambao wanaamini ya kwamba they have been waiting for far too long kwamba wapate angalau kiti moja, at least one parliamentary seat. Na anaona kwamba sasa tukiendelea jinsi tunavyoendelea, the more tuna emotionalize politics, inaleta shida kidogo kwa ule mwananchi wa kawaida. Kwa sababu unajua both as much as tuko DCP, tuko UDA, tuko vyama hizi vyote vingi, bado sisi kwanza ni wa Kenya. Lazima tukumbuke hata before tukuwa wa Kenya, sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni vijana. Na unajua watu wengi ambao wanatumika sana kwa hizi gunism, kwa hizi vita ambazo unasikia hata mtu ameumia leo nini, ni vijana. Ni wale watu wa rika. Na mara nyingi sisi tunapenda tukienda sehemu mbalimbali, hata kama vile tulivyo leo hapa, tunahimiza kwamba tufanye amani. Naam. As much as polisi wamekuja 1000, usiangalie polisi kama adui. Muone kwamba anakuja tu maintain that law. Iwapo DCP itashinda kiti hicho, hiyo itamaanisha nini? Nafikiri kwanza hapo, hiyo kwanza ni ndoto ya mchana. DCP kushinda kiti cha Olkalau kwangu vile mimi ninapima kidogo ni ndoto ya mchana. Iwapo watashinda. Iwapo watashinda. Iwapo watashinda. Mimi nafikiri kwamba UDA pamoja na wanachama wa UDA hakuna vurumai wala rabsha ambayo wataelekeza kwa mtu yote. Lakini iwapo DCP atashindwa, nafikiri kutakuwa na vurumai mingi sana. Kwa sababu wameuza ile dhana ya kwamba hii lazima tushinde. Lakini tuangalie mtazamo wa kisiasa. It is similar to Mbeere. Tukiwa pale Mbeere, tulinotice ya kwamba unajua kwanza yule Gachagua alikuwa amepanga ground, alikuwa anaamka asubuhi anatembea akikunywa chai kwa watu. In fact for the first time nilikuwa nachambua na one of my friends akaniambia kwamba for the first time Gachagua ajeonekana, amejiondoa na akamwacha yule mgombea wa Olkalau kivyake, ajitafutie kivyake pamoja na ule Methu, na ukaona watu wengine wote waliweza kujiondoa. Ikakuwa ni Methu versus that guy and then the electorate. For the first time nimeshindwa kwa nini? Because if it was me na ninasimama kiti na nimepata chama, nimepata that political party ambaye imenipa ile tiketi, mimi siwezi mind kama ule mgombea ama ule party leader wangu akija kunipa backup, especially in something hotly contested. Kuna mwambia hata ingekuwa afadhali kama angesimama kwa chama ya Kalonzo. Kalonzo has been calling the largest number of press conferences wakilia kwamba labda hii tumeibiwa, labda kitaibiwa, labda. Kawaida kwa siasa ni hivyo. But at the end of the day, mimi as a youth kama kiongozi wa vijana, tunasema kwamba tuhamasishe kwanza amani. Kwa sababu ukipewa hii shilingi ya 500 ulinge yule apewe 500 akulinge. Si hizi mawe zitakutania katikati na hakuna ambaye atakuwa ameshinda. So the most important thing ambaye we must sensitize as much as we have the politics yenye tunavutana upande huu na upande ule, ni kukuwe na amani. At the end of the day, damu ikimwagika ni damu ya kijana. Uchaguzi huu itakuwa ni litmus test ya uchaguzi wa 2027. Nafikiri siwezi sema kwamba itakuwa litmus test. Ona personal opinion. Siwezi sema itakuwa litmus test. One, ni kwa sababu DCP wakishinda, tuseme hata wakishinda, they'll have got the first member of parliament. Ni ile kawanji kuu ya UDA that time. So it will be the first, itawapatia that one foot ahead. Lakini kwa upande wa UDA ama kwa upande wa serikali, utapata ya kwamba hao sasa kulingana na zile alliances ambazo zitakuja, mara nyingi lazima ujue kwamba at the end of the day in politics alliances will still come. Hata ule mwenye unafikiri yako kule unaweza mpata amekuja upande mwingine. Acha nisikilize mtazamo wa Njeri kuhusiana na litmus test ya uchaguzi huu mdogo. Unahisi hii itamaanisha nini tunapoelekea uchaguzi wa 2027? Kwanza kabisa, eneo la Mlima Kenya. Kwanza kabisa ni mkosoe mwenzangu wa here he's very ignorant kwa mambo ya siasa, kwa sababu DCP haijakuwa na mgombeaji wa kiti cha ubunge for all the by elections that we've had. Actually ile ambayo tulikuwa na mtu ni pale Murwa Dikilkil, na ule candidate alipata kura 10,000 na kitu. Na ilikuwa ni
ushindani mkubwa kuona ya kwamba hata back home ya president the current president kunaweza kuwa na mtu ambaye ako na ushawishi ya kwamba chama chake ni chama cha DCP. Pili ni mueleze ya kwamba it's very ignorant of him kusema ya kwamba Rigathi Gachagua hajakuja kufanyia Sami Douglas Kamau Waweru siasa. Nimrekebishe nimwambie ya kwamba Rigathi Gachagua kila siku daily amekuwa akiongea na watu wa Olkalau kwa njia ya simu na sio mkutano mmoja tu peke yake asubuhi. President wao hata hiyo simu yake peke yake, because the party leader for UDA is the president. The deputy party leader for UDA is the vice president, the deputy president. Wote wawili hawajaweza kufanya chochote pale Nyandarua. Sisi SG wetu angalau amekuja. SG wao wa UDA sijamwona pale Nyandarua. Jambo la tatu, chama cha DCP ambacho ni chama cha watu wote wa Kenya. Ukiangalia zile billboards ziko Nyandarua za DCP, utamwona Sami na party leader wake hapo nyuma. Ule wa UDA hata anaibishka, he's so embarrassed of his party leader. Hajamweka mahali. Naweza kutuma kwa zile picha zote mmepost kama TV47. Hakuna billboard moja iko na picha ya Rais Ruto. Kwa nini? Yule candidate anajua ya kwamba party leader wake nobody wants to hear him. Rigathi Gachagua, every meeting that has been done, ya door to door, ya nje ya baraza, ile ya rallies, people have been demanding for him to make a call. Actually, on the last day of the by-election campaign, Mama Dorcas mwenyewe ndio aliombesha mkutano. Rigathi Gachagua pia aliongelesha ule mkutano. Mimi nakwambia kwamba President William Ruto hajaiongea hata kwa presses zake akiwa kwa wapi, hajaongea kuhusu Olkalau. Lakini kwa hivyo tukisema ya kwamba unajua amesema ya kwamba Rigathi Gachagua hajampeleka mjumbe wake pale ground. Nilikuwa nataka kumtoa hiyo ignorance, ajue ya kwamba sisi party leader wetu tulimwambia sisi kama watu wa Nyandarua, mzee hapa ni nyumbani, hii ni mambo loko. Tukamwambia watu wa nyumbani, mimi kama Njeri Kahiga nimekuwa pale kila siku. Watu wa Nyandarua wametuambia mzee, tunakupigia simu, unawaongelesha, lakini wanataka sana ukuje, lakini tunamwambia hii ni mambo ya nyumbani. Hii kaa kando kwanza. Ule wao hata kumweka kwa picha hawamweki, hawamtaji. Mikutano ya Sami Douglas Kamau, jina ya Rigathi Gachagua ikitajwa, kila mtu anapiga makofi. Wao hata wataki kumtaja yeye ndio president. Wao mikutano yao wanaambia tu watu tutawaletea maendeleo, tutawaletea sufuria, tutawaletea viatu. Kule Nyandarua wametuletea mpaka viatu. Zile kongkong wamepea wanyanya zetu. Mimi nataka kukuambia kwamba the government is very desperate and it is very unfortunate kwa sababu next year kila mtu atakuwa anawania kiti chake, mbunge chake, MCA chake, wale wanataka kukua CSs na PSs watakuwa kwa campaign trail ya presidential wakitafutia their presidential candidate. Itakuweje hii rasilimali ya Kenya ambayo imetumika vibaya ikaelekezwa yote kwenye county moja ya Nyandarua, one constituency? Will the government be able to do such a thing for everybody in their side? Of course haitaweza. Kumaanisha ya kwamba sasa hivi wanaweza wakashikana wote wakuje. Na unajua hii ni serikali ambayo inakiuka sheria. Kisheria a CS and a PS are not allowed to be partisan in politics. Hii ni serikali ya kwanza tunaona mpaka speaker mwenyewe wa bunge, both Senate na Parliament wako na upande wa kisiasa, jambo ambalo linalihuzunisha mimi kama Mkenya ambaye anafuatilia katiba. Ni kueleze ya kwamba kama kuna bunge ambayo tunahitaji kuchunga wale watu wanaoingia kwenye bunge ni the 14th parliament, because we need to bring to accountability hii serikali ya Kenya Kwanza ambayo imekiuka sheria kila siku. Serikali ya Kenya Kwanza inasoma katiba kama gazeti. Wanaamua atasoma hii headline, wakifikia pale watu wanachotwa, hiyo wanaruka. Wakifikia kwa obituary hapo wanaruka. They want to read the constitution where it favors them. And it's very unfortunate kwa sababu sasa hivi tunaposema ya kwamba serikali imetumia 1.5 billion. Umeona paka Nyandarua tumeletewa hadi hii si meli, boat. Tumeletewa boat. Hebu imagine for the longest time serikali haikujua kuna Lake Oloborosat. Serikali haikujua kuna pelekwa boat huko. Unajua zile boreholes zimechimbwa Nyandarua, ilikuwa wanaingia kwa mkutano saa hii, wanaambiwa shida ya hii kijiji ni maji. Roli ya kuchimba borehole inaingia kesho. Procurement ilifanywa saa ngapi? Award ilifanywa saa ngapi? Advertisement ya hiyo tenda ilifanywa saa ngapi? Kwa hivyo serikali imekiuka sheria. Actually tungekuwa na IEBC
ambayo inataka kufuatilia katiba. Ingekuwa ishaondoa ule candidate wa UDA kwa hiyo king'ang'aniro. Lakini sisi kama watu wa DCP tunasema ni sawa kwa sababu umekataa kufuatilia sheria. Sisi kama watu wa DCP na wapiga kura wa Olkalau tutadili na nyinyi pale kwa ballot box ili iwe funzo kwa president na serikali yake na Mkenya mwingine ambaye anafikiri ya kwamba Wakenya ni watu wa kununuliwa. Unajua hii serikali ya Kenya Kwanza ilitumia maneno ambayo hayana adabu kabisa kwa jamii yetu ya Wakikuyu. Wakasema Wakikuyu ni watu wa kununuliwa. Na swali lingine, Paluget, kuhusiana na ule mbunge ambaye alifariki David Kiaraho, alikuwa ni mwanachama wa chama cha Jubilee. Naam. Ikakuaje sasa hivi Jubilee haina usemi katika eneo hilo? Nafikiri kwanza lazima tuelewe kwamba kuna ile political dynamics ambazo mara nyingi after every elections kuna zile new realignments and of course ukiona sasa kama saa hizi mambo yamebadilika completely in the entire mountain region. Na ukiona Jubilee kidogo ndio siwezi idharau kwa sababu siwezi idhalilisha kwamba imekuwa ni chama cha kitaifa ambayo imeweza kuongoza, lakini at the end of the day lazima kukue na uhakika ya kwamba tuseme ukweli kwamba kuna new entrance of political parties ambazo zimekuja mwaso sasa kama hii kama hizi sasa kama DCP na parties zingine ambazo zinakuja. Nafikiri dada yangu alisema kwamba pale Mbeere Rigathi Gachagua aliweza kupull up his socks na akavaa zile gumboots vizuri na akaweza kusaidia mwanachama wa chama lingine, lakini sasa vile ilifika wa chama chake hapa ground kidogo amekuwa mtu wa simu. Nafikiri you can make a very good party leader wa online, ule wa kusema kwamba mfike pale nitapiga simu ama mfike pale nitaongea, na nafikiri pia labda ni njia yake ya kisiasa ama ni mbinu za zamani. Unajua ule mtu ambaye alikuwa DO zamani ambaye sasa amekuja ameambiwa kwamba hii sasa ndio the new technology, tumia simu na kadhalika. Because ingekuwa ni mimi, sioni maana ya kwamba nitaenda kwa mwanachama wa DP kule Mbeere alafu ikifika ambaye ni nyumbani sasa niwaambie watu kwamba hii ni masuala ya nyumbani, si lazima baba aje. Nafikiri hakuna family meeting ambayo inafanyika bila baba. Mara nyingi kwa tamaduni na mila za Kiafrika ni kwamba lazima baba hawe nyumbani, na kuna ile kiti chake ambacho anawekewanga pale ambacho anakikalia ndio aweze kufanya nini, ndio aweze kunena yale maneno ambayo tunahitaji kuyasikia. Na nafikiri yeye pia labda mimi kulingana na mimi alisense defeat, na mara nyingi ukisense defeat it is good we withdraw so that in case of anything hauna mtu wa kulaumu. Uweze sema kwamba ilikuwa so ama ilikuwa so hata wewe mwenyewe hukuwemo. Siku ya leo ambayo ingekuwa ni siku ambayo labda ange hold a meeting with the strategists wa pale Olkalau, siku ya leo hii ambayo tunaongea, yule DCP party leader alikuwa na mkutano na Wakalenjin kutoka Emuru Dikir huko ambao wanasema kwamba walikuwa na makura mengi sana ambayo haingewafanya washinde, lakini walikuwa na kura kule. So leo badala wangeunda ile strategy meeting wakafanya a meeting with a community ambayo it's not even related with the current political status of the country. Nafikiri kwamba yeye pia ako na advisors ambaye mara nyingi labda wanampiga chenga kidogo, kwa sababu that should not have happened as of today, kwa sababu it is always good to hold a strategy. Haya, rais lazima ujue rais ni rais wa Kenya. Huwezi expect kwamba rais ni rais wa Olkalau. Rais ni rais wa nchi yote mzima. Huwezi sema kwamba sasa rais wewe njoo ukuje utembee kijiji kwa kijiji ukimwombea kura mtu wa UDA kwa sababu ni chama chako na wewe ni rais. Kwa kweli hiyo haiwezi fanyika. But kwa mtu ambaye ni wa hadhi ya Rigathi Gachagua ambaye is just a party leader, mimi hata ningekuwa yeye, mimi ningeenda. I have nothing to lose. At the end of the day nitaweza kuongea na watu watanisikiza vyema zaidi kuliko nikiwa Madhira. Labda alikuwa na nikiwa Madhira. Sielewi his obsession with Rigathi Gachagua. Kwa nini nipige kura? Kwa nini nipige? Nafikiri kwamba wewe nafikiri wewe ukiongea kwamba nikupa muda kwamba Rigathi Gachagua leo nikupa muda ukaongea obsession with Rigathi Gachagua. Unakuwa tena na mdomo ambao show haina Rigathi Gachagua. Wacha amalize kwanza alafu nisipende. But his obsession with Rigathi Gachagua has to come to an end. Rigathi Gachagua pia ni national leader. He has so much to do. Yes, you idlak na alifukuzwa kwa chama. Malizia nani? Moja kwanza, malizia kwanza nimpe Njeri na malizia Paluget vizuri, akasema kwamba kuna national malizia national leader ambaye alifukuzwa in a national stage kwa sababu of being tribal. How can that person be national? Mara nyingi mimi ni mchanganuzi wa masuala ya maendeleo, sipigangi kelele ya
vyama wala kabila wala party leader kama jinsi yeye anavyopenda, but at the end of the day lazima tukubaliane kwamba facts na the fact that you are irritated. Tuachane na hilo swala Paluget kuhusiana na tume ya IBC. Namaanisha kwamba kuna mahali nimeguza kinonda. Unahisi tume ya IBC imejitayarisha? IBC iko tayari. Nafikiri IBC for the first time nimeona kwamba Ethekon mwenyewe ameweza kuipa kipaumbele Olkalau zaidi hata ya zile constituencies zote ambazo tumefanya by elections including Mbeere. Hii ameifanya on a personal level. Kuhakikisha kwamba unajua kuna wakati ambao mimi nilikuwa naona kwamba kama itaendelea hivi si wanaweza hata nullify these elections, kwa sababu at the end of the day unaona watu wanapigana, imekuwa mzozo mingi, lakini yeye mwenyewe akajitoza kule na akaifanya in a personal way, in such a way that ukiangalia kwa sasa zile ballot papers zote zimeweza kufika, all the arrows wako, polisi wako, na ni watu wa Olkalau wakuje tu wafanye their civic duty kesho subuhi na mapema, na by the end of the day tutakuwa na results. Na mambo mingi tutaiachia hapo kwa sababu tutakuwa tumejua mshindi. Njeri Kahiga, kuhusiana na hii swala la matayarisho, unahisi imefanywa ama imeandaliwa jinsi inavyotakana? Kwanza kabisa niseme ya kwamba nimesikia mwenzangu akikuwa na obsession ya Rigathi Gachagua ya kwamba hakuenda kumfanyia kiongozi wake campaign. Namwambia kwamba it's very unfortunate. Kindiki mwenyewe hakufika pale, lakini tunaelewa ni juu ya aibu ya kwamba alimfuta ule kijana Sami Douglas Kamau Waweru wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa impeached. Yule candidate ambaye anawania kiti saizi cha ubunge alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya deputy president. Na jambo la kwanza Kindiki alipoingia ilikuwa kumfurusha. Kwa hivyo alihisi aibu na haya kuja kuomba watu wa Olkalau wasimpe kazi. Pia yeye ako na utu ya kujua ya kwamba jana nilimtesa, nilimfurusha kwa njia mbaya, ni vizuri pia akuwe na wakati wake. Na nimweleze mwenzangu ya kwamba Rigathi Gachagua is a very busy man. Leo hii tunapoongea na wewe kumeshinda delegation ya watu from Kipsigis. Au si wa Kikuyu, hawaongei Kikuyu, wale ni wakali nchini. Watu ambao wametoka backyard ya president. Wameshinda pale tukingojea tu kupanga Olkalau. Rigathi Gachagua hahitaji kuja pale Olkalau. Ametupa nafasi sisi kama vijana tujikuze kisiasa. Mimi hata nikueleze ya kwamba Rigathi Gachagua wakati ambapo nilikuwa nafanya campaign pale Nyandarua, alikuwa anajua kama Njeri Kahiga hako hapo, kama senator hako hapo, kama wakina Wanjiko Moya wako hapo, kazi inaendelea. Rigathi Gachagua is not a micromanage. Unajua serikali imezoea president ambaye paka anataka kujua mnatumia majani gani kwenye kitchen, mnatumia serviettes za kampuni gani. Rigathi Gachagua is somebody mwenye amekubali ya kwamba ako na vijana barobaro ambao wanaweza wakadeliver, anawapatia nafasi wajikuze kisiasa. Tunagawana kazi sisi kama upande wa DCP. Pale DCP si kusema ati ni lazima mtu wa wadhifa yenye juu kabisa akafanya campaign. Kama uko na uwezo na umeonekana uko na talanta, unaweza kuombea kama ukura. Ulikuwa unapewa nafasi yako, unamuombea kura. Na ni hofu sana ya kwamba kijana kama huyu ambaye anazunguka kila televisheni akiongelesha watu mambo ya serikali ya Kenya Kwanza, serikali ilihisi ya kwamba hajafikisha kilo za kwenda kuombea kura pale Nyandarua. Ningeomba serikali next time kijana kama huyu ni vizuri mumpeleke Nyandarua, hata muoneshe watu mmeweza kumpatia kazi ya kuzunguka kwenye matelevisheni akiongea mambo ya development ambazo mnafanya. Mimi chama changu kilinipa nafasi, nilikuwa pale miezi 2. Actually nimerudi kwenye televisheni siku za mwisho kama leo. Na ni kwa sababu nimehisi ya kwamba ni vizuri nikuje niwaeleze watu Olkalau wamesema vipi, wanafanya yapi. Lakini pale kwa chama cha Kenya Kwanza wanahisi ya kwamba kazi ya vijana ni kutoa vurugu, kazi ya vijana ni kuchambua Rigathi Gachagua, kazi ya vijana ni kushinda wakisema 2 term 1 term nini. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba sisi kama watu wa Olkalau ile maneno tumeandikia IEBC kwa sababu kuna mambo tulihisi ya kwamba haiko inaenda vizuri. Kuna intimidations zilikuwa zinaendelea pale. Ili jambo la MP wa Nakuru East kuitwa na IEBC ni kwa sababu tulienda kotini tukasimamisha. Haiwezi kakuwa tu IEBC naona tu watu upande wetu ndio wanafanya makosa na haioni watu upande wao ikifanya makosa. Hii serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa imefika mahali ati IEBC, maafisa wa IEBC hawezi wakaona voter bribery kwa upande wa serikali. Yet it is in black and white for every Kenyan kuona ya kwamba umetaja swala la pesa David Gikaria kupigwa faini ya 2.5 million. Unahisi IEBC ilifanya sahihi kumpiga faini ya pesa kama hiyo? Kwanza kabisa
mimi kama kijana niliposikiza yale matamshi ya David Gikaria nilihisi ya kwamba serikali iko na midomo miwili. Nyinyi ndio mmepatia huyu mzee pesa, mkamtuma apelekee watu wa Nyandarua. Ameambia watu wa Nyandarua nimepewa pesa niwaletee. Kwa hivyo hafai kuchukuliwa yeye peke yake. Yeye na mwenye alimtuma na mwenye alimpea pesa, kwa sababu alisema nimetumwa. Hakusema hii ni pesa yangu. Alisema nimetumwa nilete hii pesa na wamenipatia kiwango hiki jana. Leo nimeleta kiwango hiki. Kwa hivyo tunafaa tuchukue pia ule aliyempea pesa. Tunafaa tujiulize kama Kenya, itakueje by election ya one constituency inatucost 1.5 billion. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba serikali iko na pesa ambayo haija-auditiwa, kwa sababu hii pesa nina uhakika ya kwamba they didn't get it from the budget. There was no budget allocation for that. Jambo la pili, ile pesa ambayo UDA inapewa per financial year na vyama vile vingine haifiki hiyo 1.5 billion. 1.5. Yeah. Asante sana kwa kauli hiyo. Paluget, kuhusiana na hili swala, kulikuwa na haja ya wagombea wote wa vyama vya kisiasa kuchukuliwa hatua kama hiyo, hasa wale ambao wameshiriki vurugu, IEBC kupiga faini huyu mbunge David Gikaria? Nafikiri ya kwanza hii fines ambazo IEBC wameanza ninaweza sema kwamba imekuwa biased kidogo, ama labda ni mbinu mpya ambayo wameifumbua kwamba tutakuwa tunapiga faini mtu kwa sababu ya hili ama lile, na at the end kama italeta ile peace ambayo tunahitaji pale, then it is a wise thing by the IEBC kwamba kutakuwa na zile, ni kama zile za NTSA ambayo ukishikwa na makosa kule barabarani wanakupiga faini yako haraka, wewe unafanya nini? Unasonga, so that we do not waste time tukivurutana for no reason. Na nafikiri kwenda mbele, as much as mimi siwezi ona kwamba Gikaria was lawfully given a chance kujidefend, but at the end of the day it must, if lazima ikue, wacha hit around, wacha ikue ina affect every other leader, kwa sababu tumekuwa na many other leaders both wa DCP na vyama zingine ambao wamekuwa wakicause mayhem and violence mpaka inafikia hata risasi inapigwa and all that. Na nafikiri kwenda mbele, haijalishi wewe ni wa chama gani, kama wananchi wa Kenya, kama vijana wa Kenya, tuepuke vurugu, tuepuke kutumika kama goons, kwa sababu ndio ifikie wakati ambapo unatumika kama goon, inamaanisha ya kwamba wewe pia umejipeana kwamba umekuwa wa mrengo fulani wa kulipwa. So it is a clear message kwamba ukiona IEBC wamegonga yule tunaweza sema the head, inamaanisha sasa hapa chini yote inafaa wajue kwamba kataa kwanza kutumika kuwa goon, so that we can have a country, because penye tunaendelea kama tutaenda jinsi tunavyoendelea saizi, then we have no country. By the next time, by the next elections, inamaanisha kwamba kila mtu atakuwa na goons wake, kila mtu atakuwa na haya watu wake, na utakuwa unaweza toa huyu wa kule ulipe huyu wa pale, huyu aruke yule na and all that. Goonism tumeifanya imekuwa business. I was even seeing some other guys ambapo ni area ambayo siwezi taja, ambapo wamejigroup in a very organized way hadi wako na structures ya leadership within the goons. Na unapata kwamba wanasiasa fulani wanajuanga sasa leo nitakuwa ground, niambie ni goons wa gani wanapatikana the easiest and the most affordable, ni wasot. So it is a very big problem ambaye tusipoiangazia sasa hizi kama vijana, hatuwezi ngojea wanasiasa waangazie hilo. Kabla sijarejea kwake Njeri, naarifiwa kwamba mahakama kuu imetupilia kwa muda hiyo faini ya shilingi milioni 2.5 ya David Gikaria. Naam. Unahisi mwelekeo huu ama maamuzi hayo inafaa hata ingetupiliwa mbali jana, kwa sababu at the end of the day nimesema kwamba inafaa kukuwe na fairness, inafaa kukuwe na fairness on who you punish. Kwa sababu watu kama kina Medhu na wale wengine ambao wamekuwa wakicause mayhem, unapata kwamba hawajaongelewa, alafu huyu mmoja sasa amekuja kutumika kama example to the rest. Lakini huenda ingetuliza joto kwenda mbele. It should be a warning kwamba it is possible for you to be fined if you participate in goonism, you pay goons, you organize crime and all that. So that kila mwanasiasa akiwa pale kwenye debe anajua kwamba whether we ni wa hii chama ama ile chama, ujua kwamba you can be punished and IEBC is there na inaweza exercise hiyo power yake kama IEBC. Naam. Naarifiwa tumebaki na dakika 5. Kwa dakika mbili Njeri Kahiga, kando na kutoa adhabu, ni hatua gani nyingine ambayo inafaa kuchukuliwa
na tume ya NCIC hasa kipindi hiki cha uchaguzi? Kwanza kabisa niseme tume la NCIC kwa hivi sasa haina moral authority ya kuchukua hatua lolote, kwa sababu imekuwa an extension of the executive. Cheche za matusi zikitolewa na watu walio upande wa serikali hawachukui hatua. Wakati ambapo mbunge mmoja alisema ingekuwa ni yeye angeua vijana 5,000 wakati wa finance bill, hawakuchukua hatua. Wakati Kamketa alisema kuwa Wakikuyu wadiliwe na wao, hawakuchukua hatua. Kwa hivyo NCIC as we speak right now haina moral authority ya kuambia mtu yeyote ya kwamba amefanya makosa. Na ni vizuri nieleze mwenzangu ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko na tabia ya double standards. Jambo ambalo tunafaa serikali ijayo watu wahakikisha kwamba tunachagua serikali ambayo inaweza fuatilia katiba. Kwa sababu hivi leo hiyo katiba ambayo inakupelelea kesho itakuadhibu. Na ni vizuri niambie Wakenya ya kwamba hivi sasa our first priority and our solemn duty ni kuhakikisha kwamba serikali ya William Ruto imeenda nyumbani na serikali ya Kenya Kwanza imefunzwa adabu, na watakapoenda nyumbani tusiwaachilie hapo. Ndiposa tunawaomba sisi kama vijana, mimi kama Njeri Kahiga nikiwania kiti cha Women Rep Nyandarua County, Mungu akinijalia niende bunge kwa uwezo wa watu wa Nyandarua akinipa kura. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumeleta accountability kwa yale mambo ambayo yamefanywa, kwa sababu itakuweje mnafanya mambo ya illegality alafu mnaenda tu nyumbani tunawaachilia hivyo. Wengine wanaingia wanaendelea hivyo hivyo. Ni vizuri tutengeneze sheria za kudeal na wanasiasa watakapoondoka kwenye ofisi, yale mambo waliofanya wafuatiliwe. Jambo la mwisho ni kuambia watu wa Olkalau ya kwamba mimi kama Njeri Kahiga na waomba tu kwa unyenyekevu mwingi, ni wakati wetu kuonesha serikali ya Kenya Kwanza tumechoka na serikali ambayo inaua vijana wetu na watoto wetu. Tumechoka na serikali ambayo inatufinyilia kwa mambo ya kodi. Tumechoka na serikali ambayo haina utu na watu wa Kenya. Na kwa hivyo na waomba kesho asubuhi muamke kwa mapema, mjipe moyo regardless of the intimidations, mrauke muende kwenye polling station, mpigie mbunge wenyu ambaye anakuja, Sami Douglas Kamau Waweru, ambaye anawania na kiti cha DCP na alama yake ni alama ya sikio. Mumpe kura ili watu wa Kenya wajue ya kwamba kutoka Olkalau hadi Narok hadi Turkana ni one term. Naam. Yeah. Paluget, kuna dakika 2. Nafikiri kwamba kwanza wacha nishukuru serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu kuna wale wamesema I'm obsessed with DCP, lakini ni kama wao ndio wako obsessed sana na serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu zile kazi ambazo zimefanya. Kuanzia mambo ya affordable housing whereby almost 300,000 houses are complete. Hatujongelea Talanta Stadium. Hatujongelea kwamba ile SGR ambayo iliwekwa kwa plot ya mtu pale Naivasha sasa itaelekea hadi Malaba. Hatujongelea hizi vitu zote ambazo serikali ya Kenya Kwanza imefanya. Hatujisema hata ya Rironi Mau Summit. So mimi nataka ni congratulate the government of the day, kwa sababu at the end of the day a country must have a government. Na tunataka kusema asante sana. So Kenya ile mimi ningetaka kuhaji vijana tukienda mbele ni kwamba the future is youthful. Na ikiwezekana tukuje pamoja kama vijana, tuwe na mwelekeo wetu ambayo tunaweza sema kwamba sisi tunaenda hivi. Na ndio maana kule kwetu kule sehemu za Cherang'anyi tunaunda mkutano mmoja kubwa sana wa vijana ambayo tunaita Chera Youth Empowerment Summit 2026. Ambayo tunataka tulete tu vijana tusemezane mambo zetu za vijana, tunaweza enda aje mbele, tunaweza kataa aje kutumika kama goons. What are opportunities that we can be able to get apart from ile kuparticipate kwa goons. Lazima tutoke kwa ile mambo ambazo zimetukumba, because at the end of the day wanasiasa wako tayari kufanya nini? Kukuja ku have that conversation. So hii ni yetu na vijana ambao lazima tuseme kwamba shida zetu tunaweza zitatua sisi wenyewe kwa wenyewe. Kesho pale Olkalau subuhi na mapema UDA inabeba. Hiyo hata muda umekimbia. Asante sana Innocent Paluget, mtaalamu wa uongozi na maendeleo, na asante sana Njeri Kahiga, kiongozi wa vijana chama cha DCP. Shukrani zati kwa kufika kwenye studio za TV47. Bila shaka mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada. Nitawaalika tena siku nyingine. Kumbuka kwamba siku ya kesho tutakuwa tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kuhusiana na kinyang'anyiro au kivumbi cha Olkalau katika uchaguzi mdogo ambao utakuwa unafanyika siku ya kesho. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kesho asubuhi tutakuwa naye Fred Ndimuli ambapo atakuwa na changanua kwa undani zaidi kuhusiana na chaguzi hizo. Usiku mwema.